Sina la kuongea mwanangu, sina la kuongea mimi. Nitaongea nini mimi Daudi? Mradi nimekuona mwanangu, namshukuru Mungu nimekuona vidonda. Huyu ni bibi yangu mzaa baba, huyu ni bibi yangu mzaa mama, na huyu unayemuona ni shangazi yangu ambao ndio walezi wangu, na huyu wa mwisho unaona tuna sura tunafanana, huyu anaitwa ni mama yangu mzazi. Na hapa tulipo ni eneo ambalo kaka yangu alikuwa anaishi na mpaka sasa alikuwa anamlea bibi yangu, na mimi hapa nipo msibani, namshukuru Mungu nimeweza kufika salama, na najua nimefika tangu jana saa 6 usiku. Tumekaa hapa leo, tumekula hapa, nimeshirikiana na ndugu zangu. Ninaamini yapo maneno mengi sana, inawezekana watu wameyasema, mengine yamekuumiza moyo, lakini msizimie moyo. Unajua shetani yupo kwenye kazi, kwa sababu wengi najua wamezusha maneno mengine kwamba Daudi Mahenge hajaumwa, hajapata ajali. Na ni kweli, uzuri ndugu zangu wamekuja hapa, wameshuhudia, wameniona jinsi nilipopata ajali, japokuwa wameweza kuongea mpaka kwenye jamii kwamba mimi sijapata ajali, kwamba nilikuwa najifanyisha, nimekosa nauli, nimeshindwa kuja, mara sijui wewe ni Freemason, maneno mengi, lakini tunashukuru Mungu bado tunaishi na bado tuko hai. Haleluya sana. Na pamoja na kuwa mamangu mdogo, huyu hapa ni mamangu mdogo, na yeye mwenyewe ameyasikia maneno huko nje sio mazuri, kwamba tumesikia kwamba wewe hujapata ajali, zile umeedit umetengeneza, lakini ukweli ni kwamba huwezi ukaedit video, huwezi ukaedit. Na nashukuru Mungu nimekuja hapa na wao wamehakikisha wameniona, japo kuna picha niliamua kuzirusha, waliziona wao. Labda umsikilize mama yangu kidogo, halafu tutaendelea. Mama, karibu. Nimeviona. Asante mwanangu, asante mwanangu. Na huyu Mungu akutie nguvu, Mungu akutie nguvu shangazi yangu. Nashukuru kwa kufika. Asante sana. Huyu ni mamangu mzazi. Mama, naongea neno moja, kwa sababu kuna watu wameongea maneno mabaya, wameongea maneno sio mazuri, lakini huyu ni ndugu yangu, huyu ni kaka yangu, na mimi ndio nilikuwa nikifanya kazi ya kumwombea, kumpigania uhai wake, lakini mwisho wa siku watu wameamua kukatisha uhai wake kwa njia ambazo wanazifahamu wao. Mama, karibu. Mimi ndio mama Daudi mtoto mzaa mimi. Pita aliokolewa, alipita njia ya Yesu Kristo na aliokolewa kwa njia ya msalaba, na mimi niliitwa na Bwanangu. Hivyo amepigiwa simu mwanangu kwamba aje muombe kaka yake, moja mbili tatu, isipokuwa namshukuru Mungu kwa kupata ajali Daudi. Sikuamini hata mimi, kwa nini moja mbili tatu dada yake. Amina, si kweli, yote ni amina. Bibi, neno moja tu, wewe unasemaje? Mimi kuongea sina. Huyu ndio bibi yangu mzaa mama yangu, huyu ni mzaa mamangu, ambaye mamangu ndio huyu hapo unamuona. Eneo la msiba hatupo wengi sana, lakini tunamshukuru Mungu, kushirikiana walioonyesha ni mkubwa, na tuna ushirikiano, na japo hatuna hela kama hela sisi hatuna, tunajichangisha kile ambacho tunacho. Kama ni 1,000 basi. Kwa hiyo inawezekana mnanionaga tu mtandaoni, mnajua Daudi Mahenge ni mtu mwenye hela nyingi. Hapana, mimi mwenyewe ndo bado najitafuta na natafuta maisha na nina familia, na huyu ni mzee, huyu na kuongea ndio hawezi kabisa. Na namshukuru Mungu nimefika, japo kuna maneno hapa na pale kwamba kupata ajali ya kuumia huyu, lakini shetani yupo kazini. Inawezekana wanapigana sio na mimi, wanapigana na huduma ambazo tuko nazo. Kumbuka sisi ndio tunaombea familia, sisi ndio tunaombea ndugu zetu. Mfano mimi, furaha yangu napoona bibi yangu huyu anakuwa hai, napoona mzee wangu anakuwa hai, napomuona mama yangu, kwa hiyo inakuwa ni furaha. Kwa hiyo hata kama mzazi wako ni mzee, anapokuwa hai, hiyo ni furaha tosha. Kuna watu wanatamani wakae na wazazi wao wawaone tu, lakini wameshindwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu ameniachia huyu mzee. Hata ukimuuliza miaka yake, ni bibi, una miaka mingapi? Sijui mimi. Unaona, hajui hata miaka yake. Bibi, una miaka mingapi? Hajui. Wote hawa hawajui mpaka miaka yao. Ni kumshukuru Mungu, anasema amewapatia miaka mingi mpaka wajui. Kwa mfano mimi hapa saa hizi nacheza na miaka tu pengine 35, lakini hawa hawafahamu.
Mungu awabariki na tuendelee kuziombea familia zetu, na hapa tulipo ni eneo la msiba ambao nilikuwa naishi kipindi hicho, nipo eneo la Njombe, na Mungu awabariki sana. Amina. David mwanangu, sikutarajia utafika hapa mjini. Nimekuona kwenye mtandao watu wananionyesha, mimi nikalia tu.